Ebare, katika sehemu iliyopita ya 34 tulishia pale ambapo huyu mwanamama, yaani mama yake na Victor, alikuwa anamuuliza kijana wake Victor kwamba mwanangu Victor, unataka kumfanya nini Eliana? Msikilizaji, tukawa tunajiuliza Victor atachukua maamuzi gani juu ya Eliana, na hii ni baada ya Eliana kwenda kusemelea kwa baba yake kwamba baba, Victor amenipiga, Victor amekaniumiza. Mheshimiwa Rais alimtimua Victor na akampa machaguo, lazima aweke saini ya talaka, aachane na binti yake. Victor anajiuliza, mimi nimempiga Eliana muda gani? Mbona Eliana ananichonganisha hivi? Hebu karibu katika hii sehemu tupate kujua nini hasa kilichoweza kuendelea. Mimi naitwa Uncle J, napatikana Instagram na TikTok kwa jina hilo moja tu la Uncle J Simulizi. Bwana, karibu sana ndugu yangu. Mama yake na Victor kwanza alishusha pumzi ndefu, akajifuta machozi na kisha akamuuliza kijana wake, sasa mwanangu Victor, wewe utamfanya nini Eliana? Victor macho yake yalibadilika, yakawa makali kama ya simba aliyojeruhiwa. Mama, sitakimbilia kulipa kwa ghafla, lakini nataka ahisi machungu ya kila tone la damu lililotumwagika kwenye familia hii. Nitafanya dunia nzima imgeuke kama leo ilivyomgeukea baba. Huu ndo utakuwa mwanzo wa malipo yake. Mama yake na Victor alijaribu kuzungumza, lakini sauti yake ilikatwa na kilio cha ndani kisichotoka nje. Aliinua mikono yake kwa udhaifu, akashika uso wa Victor. Victor mwanangu, hebu usigeuke kuwa mtu wa kisasi. Tukikupoteza wewe, familia haitakuwa na maana yoyote tena. Hebu tafadhali mwanangu, tafadhali sana. Victor alishusha macho yake. Moyo wake ulipiga vita kati ya hasira na mapenzi kwa mama yake. Alijua mama yake hakutaka kumwona kiharibika, lakini damu yake ilishachemka. Mawazo ya namna ambavyo watu walikuwa wakimcheka baba yake, namna familia yao ilivyogeuza vichekesho mitandaoni, na namna Eliana alivyosababisha yote hayo. Uvumilivu ulimshinda Victor, moto wa hasira ulimwaka. Alinyanyuka kutoka kando ya kitanda, alitembea hatua chache ndani ya wodi akitafuta namna ya kuweza kujituliza. Aligeuka na kumtazama mama yake kwa upole wa bandia. Mama, usijali, nitakuwa makini. Lakini sikubali kuona familia yangu inazama hivi alafu eti nikae tu kimya mama. Umenilea nisiwe mwoga, na leo hii sitakuwa mwoga. Hapo mama yake hakusema tena kitu. Alibaki tu akimtazama Victor kwa huzuni kubwa, kana kwamba tayari alihisi mwanae anazidi kuteleza kuelekea kwenye giza lisilokuwa na mwisho. Victor alinama tena, alimbusu mama yake kwenye paji la uso. Pumzika mama. Nipo hapa kwa ajili yako mama. Lakini nina deni kubwa sana la kuhakikisha kwamba haki inapatikana. Mama yake alipoinuka na kuelekea mlangoni, mawazo mazito yalikuwa yamejaa kichwani mwake. Hakujua ataanza wapi, hakujua ni nani hasa aliyetoa siri hizo, lakini moyoni mwake alihitimisha ya kuwa Eliana lazima awe miongoni mwa waliopanga mpango huo. Na kama ni kweli, basi safari yake ya maumivu ndio ilikuwa inaanza. Alifunga mlango wa wodi kwa utulivu, lakini ndani yake alihisi mlango wa kisasi umefunguliwa, na hauna anayestahili kuweza kufungua isipokuwa yeye mwenyewe. Alitoka wodini akiwa na uso uliojaa huzuni na hasira iliyojificha. Hatua zake zilikuwa ni nzito hadi alipofika kwenye maegesho ya hospitali. Pale alishusha pumzi ndefu kana kwamba
anataka kutoa mzigo wote uliokuwa kifuani mwake. Alipokuwa akielekea kwenye gari lake, ghafla aliona mtu akikimbia kwa kasi kuelekea kwake. Mtu huyo hakuwa mwingine bali alikuwa ni Kasim, msaidizi wake mwaminifu kabisa. "Oh, Kasim," Victor aliita kwa sauti iliyokuwa imechanganyikana na wasiwasi. "Vipi kuhusu hali ya baba?" Kasim alisimama mbele yake, kifua kilimnyanyuka kwa pumzi nzito kutokana na mbio. Uso wake ulikuwa umejaa huzuni. Baba yako hali sio nzuri kabisa." Hapo Victor ni kama vile alikuwa amepoteza kabisa hamu ya kuendelea kuishi. Yupo ndani kajifungia. Haongei na mtu yoyote yule. Amebaki tu akitazama tu ukuta. Ni kama mtu aliyechoka kupigana. Maneno hayo yalimgonga Victor kama vile radi. Alishikilia gari lake kwa nguvu, mikono yake ilikuwa ikitetemeka kwa hasira, macho yake yalikuwa ni mekundu, akimtazama Kasimu kwa mtazamo mkali kweli kweli. "Kasim, kwa kuwa wao wameamua kuweza kuharibu maisha yangu, kwa kuwa wameamua kuweza kumchafua baba yangu hadharani, basi na mimi nitaamua kitu kimoja. Sasa ni mimi na Mungu wangu kuharibu maisha yao pia." Hapo Kasim alishtuka, aliinua mikono yake juu kidogo kana kwamba alikuwa anajaribu kumtuliza. Victor, unasemaje tena?" Victor alisogea karibu zaidi, sauti yake ilikuwa ni kali lakini akatamka kwa utulivu wa kuogopesha. "Sikiliza Kasim, tafuta sehemu salama isiyoweza kufikiwa na polisi kwa urahisi. Alafu ita waandishi wa habari wote, kwa sababu wao wameamua kuweza kumwaga ugali, basi mimi nitamwaga mboga, na hii mboga sitaitupa tu chini tu, nitaiwasha moto kabisa." Hapo Kasim alibaki mdomo wazi, alimtazama Victor kana kwamba haamini kile alichokuwa nakisikia. Victor, unasema nini sasa? Kwa hiyo unataka kuwaambia nini hao waandishi wa habari?" Victor alicheka kwa kejeli kidogo, lakini tabasamu lake halikuwa la furaha, lilikuwa ni tabasamu la mtu mwenye maumivu makubwa mno. "Sikilize Kasim, hilo kwa sasa hutaweza kulijua. Kazi yako ni moja tu, hakikisha wanakuwepo pale, mengine hayo niachie mimi." Kasim alisogea mbele, alishika mkono wa Victor kwa msisitizo na kisha akasema, "Victor, ndugu yangu, naomba unisikilize tafadhali. Hii sio njia sahihi kabisa. Huwezi kupambana na serikali, huwezi kupambana na rais. Ukiamua kuichafua serikali hadharani kwa kisingizio cha kulipiza kisasi, basi utajizika tu wewe mwenyewe. Hata kama baba yako tayari kachafuliwa, hii hatua utakayoweza kuchukua itakuwa ni mbaya zaidi kwa wote." "Nisikilize Kasim, nadhani unanisikia vizuri sana. Wameninyang'anya kila kitu changu, wameninyang'anya kazi yangu, wamenitoa kama takataka, heshima baba yangu pia wameifuta kama mtu vile anavyofuta vumbi mezani. Mama yangu amelazwa hospitalini kwa maumivu ya moyo, na mimi niseme nini? Na mimi nikae kimya? Lakini Victor, hapana Kasim, hii sio tena kuhusu mimi au familia yangu pekee. Hii ni vita ya heshima. Kama wao wameamua kutumia silaha za kisiasa kuniharibu, basi na mimi nitautumia ukweli kama silaha yangu. Uandishi wa habari ndio silaha yangu. Hata kama nitakufa, nitahakikisha kwamba angalau damu yangu haitomwagika bure. Lazima ukweli wote utoke, na kama ni moto, basi uanze sasa. Victor, tafadhali sana ndugu yangu, mimi nakusihi, hebu fikiria mara mbili. Rais sio mtu wa mchezo.
hataweza kukuvumilia. Ukisema neno moja tu baya kwenye kamera, utakuwa umejichimbia kaburi lako. Hawa watu hawacheki na watahakikisha kabisa umetoweka. Victor alimtazama Kasimu kwa macho ya kina na kisha akasema kwa sauti iliyotulia lakini ya kutisha, sikiliza Kasimu, mimi kifo hakinitishi tena. Nilikuwa na maisha, nilikuwa na ndoto, lakini ona wamenipokonya. Sasa nina hasira tu, na hasira hii siwezi kuibeba peke yangu. Wacha waandishi wa habari waje, nitamwaga kila kitu. Nimesema nitamwaga kila kitu. Kasimu alinyamaza akijua kabisa ya kuwa maneno ya Victor sasa hayakuwa na nafasi ya kubadilishwa. Alimwona Victor akifungua mlango wa gari lake kwa nguvu na kisha aliketi ndani kwa hasira. Moyo wa Kasimu ulikuwa ukipiga kwa kasi, akiwa hajui kama anapaswa kutia gizo la Victor ama amsihi tena, lakini alivyoona uso wa Victor ulivyokuwa umejaa ukali na misuli ya shingo ikivimba kwa hasira, alijua hapa jambo moja tu, kwamba Victor alishafikia hatua ya kutokutetereka. Kwa mara ya kwanza tangu aanze kufanya kazi na Victor, Kasimu alihisi hofu kubwa mno, sio kwa adui wa Victor, bali kwa Victor yeye mwenyewe, kwa sababu sasa kila hatua anayoipiga Victor, kila maneno aliyokuwa anayasema Victor yalionekana kabisa kiongozwa na kitu kimoja tu, kisasi. Msikilizaji, tukija ndani ya hospitali ya Ikulu, Eliana alikuwa bado amelala wodini. Alianza kusogea taratibu, macho yake mazito yakijaribu kufumbuka. Alihisi maumivu madogo kichwani. Ile bandeji iliyokuwa ikimfunika jeraha ilimkumbusha ukweli wa tukio lilompata kule hotelini. Alipozinduka kabisa, macho yake ya kwanza yalimtazama Grace, msaidizi wake wa karibu aliyekuwa amekaa pembeni ya kitanda akimwangalia kwa upole. Grace, Eliana aliongea kwa sauti dhaifu lakini yenye shaka kubwa mno. Nini kinachoendelea? Kwa nini unanitazama hivyo? Kuna jambo lolote limetokea? Grace alijikuta akivuta pumzi ndefu kabla kuweza kujibu. Uso wake ulikuwa umejaa huzuni na mashaka, yani kana kwamba hakutaka kabisa kuwa mjumbe wa habari zile. Alishusha sauti yake, alimshika Eliana mkono na kisha akasema, Madam, kuna mambo makubwa yametokea usiku. Siri za uovu za waziri, yani baba yake na Victor, zimevuja mitandaoni. Zimeenea kila kona ya nchi. Kila mtu sasa anazisoma. Na tayari baba yako, Mheshimiwa Rais, kachukua hatua. Eliana alishtuka. Alijitahidi kuinuka kitandani ghafla, lakini maumivu ya kichwa yakamrudisha nyuma. Macho yake yaliangaza kwa hofu. Unasema nini? Siri za babake Victor zimevuja. Imekuwaje? Siri zilikuwa ndani ya Ikulu. Zimesambaa vipi mitandaoni? Grace alinamisha kichwa. Ndiyo madam, lakini sio hilo tu, baba yako amechukua hatua. Waziri amefutwa kazi rasmi na hata Victor naye pia kashafutwa kazi pia. Maneno hayo yalimgonga Eliana kama radi. Macho yake yalijaa machozi ghafla na kisha hasira ilipanda taratibu ndani yake. Aliguna kwa maumivu ya ndani, akipiga kifua chake kwa mkono dhaifu. Hapana. Haiwezekani. Yaani kwa nini mume wangu afutwe kazi? Kosa ni la waziri na sio la Victor. Kwa nini unamtia Victor kwenye hii dhambi ambayo sio ya kwake? Grace alijaribu kumshika mabega kwa upole, Eliana akimnyamazisha. Madam, tulia kwanza, usijiumize. Rais mwenyewe amesema uchunguzi mkali utafanyika, kwa maana ya kwamba inavyoonekana
kuna mtu mwingine nje ya Ikulu ndiye aliyesambaza nyaraka hizo mitandaoni. Baba yako hakuamuru hizo nyaraka zisambazwe hadharani, alizihifadhi kwa siri, lakini sasa kuna mtu amezitoa. Eliana alibaki kimya kwa sekunde chache, akipumua kwa haraka kana kwamba ametoka kukimbia, na kisha ghafla alifunua mashuka yaliyokuwa mwilini mwake. Hapana Grace, siwezi kuendelea kulala hapa. Siwezi kuendelea kukaa hapa wakati Victor anaharibiwa kwa makosa ambayo sio kwake. Lazima nijue ni nani amesambaza hizo nyaraka na kwa nini kafanya hivyo. Lazima nijue. Grace alisimama kwa hasira, akijaribu kumzuia. Eliana, tafadhali. Hali yako bado si nzuri. Hata daktari alisema usiondoke wodini leo. Tafadhali tulia kwanza. Tutakabiliana na hili jambo taratibu taratibu. Maneno ya Grace hayakumfanya Eliana aache kufanya ilichotaka kukifanya. Eliana alitikisa kichwa kwa nguvu, macho yake yakimtetemeka kwa hasira. Akamwambia, sikiliza Grace. Grace, unanijua vizuri. Yaani huwezi kunizuia kwa sasa. Kila kitu kimeshavuka mipaka. Wamenigusa mimi, wamemgusa Victor, wamegusa familia yangu. Victor ni baba mtoto wangu. Hebu niambie, nitamwambia nini mtoto wake? Kwamba baba yake na babu yake ni wahujumu uchumi wa taifa? Hii sio tena siasa. Hii ni vita ya heshima na mapenzi yangu. Victor hana kosa, na nitapigana mpaka tone la mwisho la damu yangu kuthibitisha hilo, kwamba Victor hana kosa. Madam, lakini si una ugomvi naye? Ulisema kwamba huna mapenzi naye tena huyo Victor, na ulisema unataka kuachana naye. Nisikilize Grace, hizo zilikuwa ni hasira tu. Kwa hiyo siwezi kuacha hili swala lipite kimya kimya tu kama vile unavyodhani wewe, alijibu Eliana, na kisha alisimama. Miguu yake ilikuwa ikimtetemeka kwa udhaifu. Grace alimshika akijaribu kumrudisha kitandani, lakini Eliana alimwangalia kwa macho makali mno yaliyojaa ukaidi. Nisikilize Grace, usinilazimishe. Siwezi kusubiri nione maisha ya mume wangu yakiteketezwa kwa uongo. Rais anafahamu vyema kabisa ya kwamba kosa kubwa ni la waziri na sio Victor. Sasa kwa nini sasa aingiza jina la Victor? Hapana, lazima nifahamu ukweli. Lazima nijue ni nani aliyeamua kuisambaza hiyo siri na kuifanya ionekane kana kwamba Victor ni sehemu ya uovu huo. Grace alinama kwa huzuni, akamshika tena mkono. Madam, na kama aliyesambaza hizo siri ni mtu wa karibu zaidi kuliko vile unavyofikiria, umewahi kufikiria hilo Eliana? Eliana alisita kidogo, macho yakipanuka. Mawazo yake yalikuwa kama wingu lililotanda kilini mwake. Kwanza alimtazama Grace na kisha akashusha pumzi ndefu. Ikiwa ni kweli, basi mtu huyo ataona hasira yangu. Kwa sasa kuna kitu kitakachoweza kunizuia. Victor ni mume wangu na sitakubali mtu yote amharibu Victor. Grace alibaki kimya, akijua kabisa Eliana alikuwa tayari kupambana. Uso wa Eliana uliokuwa umejaa mchanganyiko wa hofu na hasira, lakini jambo moja tu lilikuwa liko wazi. Hakuwa tena yule msichana dhaifu aliyelazwa wodini. Alikuwa ameamka kama simba aliyejeruhiwa, na simba huyo alikuwa tayari kurarua yeyote aliyemgusa mpenzi wake Victor. Baada ya kutoka wodini, alijikuta akitembea kwa mwendo wa heshima lakini wenye msisitizo kuelekea mlango mkubwa wa ofisi ya baba yake. Mlinzi wa ndani alimsalimu Eliana kwa kicheko cha heshima, akamfungulia mlango, na mara tu Eliana alipoingia ofisini mwa baba yake, alimwona baba yake, yani Mheshimiwa Rais, akiwa na sura ukakamavu. Alikuwa amekaa kwenye kiti chake cha ikulu cha kifahari akipitia nyaraka nzito. Eliana kwanza alivuta pumzi ndefu. Alisimama katikati ya ukumbi na kisha akasema kwa sauti ya heshima lakini isiyokuwa na uoga. Shikamoo baba. Rais alimwangalia juu ya miwani yake na kisha akasema kwa sauti nzito, marahaba Eliana, kuna nini tena? Nilikuambia kwamba nina ratiba nyingi sana za kitaifa leo. Vipi tena umekuja ofisini kwangu? Baba, nimekuja kukuuliza jambo moja la umuhimu sana. Ni kwa nini umemfuta kazi Victor? Yaani hata kama kulikuwa kuna makosa iliyofanyika serikalini, baba, si yeye alihusika.
na huo hujumu uchumi. Rais kwanza akaweka kalamu yake chini, alijegemeza kwenye kiti na akamkodolea macho binti yake kwa ukali, akamwambia, sikiliza wewe Eliana, Victor yule sio malaika. Eliana, unadhani kwamba sijui ya kwamba Victor alipojua uovu wa baba yake aliamua kuficha? Alitaka kulinda jina la baba yake badala ya kusimamia upande wa ukweli na haki. Je, kitendo hiko hakitoshi kuonyesha ushiriki wake? Baba, hata kama alitaka kumlinda baba yake, lengo lake lilikuwa baya. Alitaka kulinda serikali yako, heshima yako na kiti chako. Waziri mkuu ni kiongozi wa juu kabisa wa serikali. Kama kashfa hiyo ingepasuka bila maandalizi, taifa lingetikisika vibaya. Aliona ni bora kulinda kwanza serikali yako. Hapo Mheshimiwa Rais alipiga meza kwa kiganja kwa nguvu mno. Sauti yake ilitikisika ofisi nzima. Sikiliza Eliana, huyo unemtetea, unataka kujua kwamba kila kitu kimeshindikana. Sasa hivi uovu wote uko wazi, umesambaa mitandaoni, vyombo vya habari vimeshaandika, mataifa nje yameshajua. Mimi kama rais wa nchi hii nimeshachukua hatua stahiki kwa maslahi ya taifa. Hakuna namna ya kumridhisha mtu ambaye tayari ameshaonekana kikwazo kwa imani ya wananchi. Baba, tafadhali nakuomba kwa heshima zote, Victor arudi kazini. Yeye ni mume wangu, yeye ni baba wa watoto wangu. Najua kwamba mimi na Victor tuna migogoro baina yetu. Najua tumekwaruzana, lakini bado anapaswa kusimama kazini. Usimnyang'anye kila kitu. Hapo Mheshimiwa Rais alinyanyuka ghafla kutoka kwenye kiti. Alimwangalia binti yake kwa hasira kubwa mno. Eliana, hivi huwa unafikiria hiko unachokizungumza? Si ndio wewe mwenyewe uliniletea malalamiko ukiniambia kwamba Victor amekupiga kwa sababu ulithubutu kufichua uovu baba yake? Hebu sasa angalia hali ulionayo sasa hivi. Alikupiga, alikudhalilisha, na bado una ujasiri wa kumtetea hapa mbele yangu. Baba, hayo ni mambo yangu mimi na Victor. Yeye na mimi tutayamaliza wenyewe, sio hoja kuharibu maisha yake ya kazi. Hakuna mwanaume asiyekuwa na makosa baba, lakini bado ni baba wa mwanangu yule. Siwezi kukubali kuona maisha yake yanaharibika kiasi hiki wakati bado ana nafasi ya kutumikia hili taifa. Hapo Mheshimiwa Rais kwanza alitulia, alimtazama binti yake kwa ukali na kisha akasema kwa sauti nzito yenye ukali wa maamuzi ya kisiasa, nisikilize Eliana, mimi nimeshakwisha kufanya maamuzi. Utapaswa kuachana na Victor. Nyaraka za taraka ziko tayari na kilichobaki ni nyewe wawili kusaini tu hizo nyaraka za taraka. Baba, hapana. Siwezi kukubali hilo na sitasaini hizo talaka. Victor ni wangu, hata kwa mapungufu yake bado ni mume wangu, na sina mpango wa kumwachia mtu yeyote wala karatasi ya aina yoyote kutia saini. Kwa hiyo wewe kwa akili zako zote unataka kuniambia kwamba pamoja na ujinga wote wa Victor, pamoja na makosa yake yote Victor, yani bado tu unataka kubaki na wewe mke wake? Hivi wewe mtoto huna heshima hata kidogo wewe? Si ndio maana yake? Hata baada ya kuona jinsi alivyokukosea bado unataka kufa na yeye kweli? Baba, mimi naona mbali zaidi ya vile unavyodhani. Mimi naona moyo wa Victor. Nimeishi naye, nimeona upande wake wa giza na upande wa mwanga. Sawa na makosa, lakini hakuna mwanadamu asiyekuwa na dosari. Kama mke wake, mimi jukumu langu ni kumsaidia badilike na sio kumgeuka wakati amedhoofika. Hata dunia nzima ikimwacha, sitaweza kumwacha Victor. Hapo Mheshimiwa Rais alipiga hatua nyuma, alijikuta akitetemeka kwa hasira na mshangao. Aliinua mkono wake juu na kisha akasema kwa ukali, tosha. Nimesema tosha Eliana. Toka ofisini kwangu mara moja. Nina mambo mengi sana kufanya kuliko kusikiliza utoto na upumbavu wako unaozungumza hapo. Nimekupa nafasi ya kufikiria.
lakini umechagua kuto kuona mbali. Nimesema toka. Eliana alimtazama baba yake kwa macho ya maumivu, moyo wake ukiumia kana kwamba ametobolewa kwa panga. Lakini hata alipogeuka na kuelekea mlangoni, alijua moyoni mwake hakuwa amemaliza mapambano. Hatakuwa tayari kumwacha Victor aendelee kubaki chini ya kivuli cha makosa ambayo hakustahili kubebeshwa peke yake. Eliana alitoka ndani ya ofisi ya baba yake akiwa na macho mekundu, moyo wake ukimuuma vibaya mno. Kila hatua aliyopiga kuelekea korido kubwa ya ikulu ilisikika kama vile mzigo mzito ukimkandamiza. Maneno ya baba yake bado yalikuwa yanarindima kichwani. Nyaraka za taraka ziko tayari, kilichobaki ni kusaini tu. Hili swala lilimuumiza sana Eliana. Alijua baba yake alikuwa ameamua, lakini moyoni mwake hakukubali. Eliana alipofika nje ya mlango mkuu, upepo wa bahari uliokuwa ukipiga kwa umbali ulimfanya hisi baridi kuliko kawaida. Alisimama kwa sekunde moja, alivuta pumzi ndefu, machozi yakidondoka taratibu kwenye mashavu yake. Wakati bado yuko pale, ghafla Grace alikimbia kwa kasi akionekana kuwa na hofu kubwa mno usoni. Akawa anaita Eliana, Eliana. Eliana, najua umepitia mengi huko ndani, lakini kuna jambo la dharura sana. Grace aliongea hivyo huku akipumua kwa nguvu. Eliana alimgeukia taratibu Grace, akijaribu kufuta machozi haraka asionekane yeye ni dhaifu. Akamuuliza, kuna nini tena Grace? Kwa kweli siwezi kuvumilia taarifa nyingine mbaya siku hii ya leo. Madam, ni Victor. Kasim kaniambia sasa hivi ya kwamba Victor yuko njiani kukutana na waandishi wa habari. Victor amechukia sana. Anasema hatokaa kimya tena. Ana mpango wa kueleza kila kitu hadharani. Mungu wangu. Huyo Victor anafikiria nini tena? Hajui kwamba kufanya hivyo ni sawa na kutangaza vita dhidi ya babangu. Hajui kwamba anaweza kujiingiza kwenye matatizo makubwa zaidi. Ndio hivyo, ndio maana nimekimbia hapa kuja kukupa taarifa. Kasimu ana wasiwasi kubwa mno. Anasema kwamba Victor atazungumza mbele ya kamera bila kufikiri. Anaweza akatoa siri ambazo zitamchafua rais zaidi, au hata kuonekana kama anahatarisha usalama wa taifa. Hili sio jambo dogo Eliana, ni lazima umzuie haraka sana Victor. Eliana alikumbuka ghafla maneno ya baba yake ya mwisho, yale ya kumfukuza ofisini. Akili yake ilijaa msukumo mpya. Haikuwa tena muda wa kulia wala kujihurumia. Hapana Grace. Yaani sitopoteza muda hata kwa sekunde. Hebu nipatie gari sasa hivi. Ni lazima nifike kabla yeye hajazungumza na waandishi wa habari. Grace alishtuka jinsi sauti ya Eliana ilivyobadilika ghafla kutoka kwenye huzuni kwenda kwenye ukakamavu. Lakini madam, rais akijua unaenda kumsaidia Victor, atuna kama vile unampinga hadharani. Unajua hasira za baba yako, atakuchukulia kama vile msaliti. Grace, siwezi kumwacha mume wangu aangamie mbele ya macho yangu. Nimeapa moyoni, hata dunia nzima ikimgeuka, mimi sitamgeuka. Hata kama babangu atanichukulia kama adui yake, nitaenda. Hii ni vita yangu ya kulinda familia yangu. Grace ilibidi atetemeke kwa hofu, lakini akijua kabisa hakuna kumbadilisha Eliana alipokuwa ameamua maamuzi yake. Sawa basi madam, twende haraka. Gari liko tayari kule nje. Walikimbia koridoni kwa kasi. Mlinzi wa ndani alijaribu sana kuuliza ni wapi wanakwenda, lakini Eliana alipita hata bila kumjibu. Walipofika kwenye gari ndogo lililokuwa lipo ikulu, Grace aliketi kando ya dereva huku Eliana akikaa kwa nyuma. Moyo wake ulikuwa unadunda kwa nguvu kweli kweli. Gari lilipoanza kuondoka, Eliana alishikilia simu yake mkononi akijaribu kumpigia Victor. Mara ya kwanza simu haikupokelewa. Mara ya pili simu ikakatwa. Victor, tafadhali usifanye jambo la kipuuzi. Tafadhali pokea simu, aliwaza kwa uchungu. Grace alimwangalia kupitia kioo cha mbele. Labda kwa makusudi hataki kuzungumza na mtu yoyote ili sipoteze msimamo wake. Ni dhahiri sheri ana hasira kali sana. Eliana alijipiga kifuani akijilaumu. Nilijua tu hasira zake siku zote zinamuongoza.
Sasa anataka kujiangamiza na mimi nitashuhudia tu? Hapana, siwezi, lazima nizuie hili. Barabara ya kuelekea hoteli kubwa ya kibiashara mjini ambako Victor alionekana ameita waandishi wa habari ilikuwa imejaa foleni ya kawaida tu ya Dar es Salaam. Lakini dereva wa Eliana alijipenyeza kwenye mianya kwa ustadi mkubwa. Alipita kila kona akijua kabisa dharura walionayo ni nzito kweli kweli. Kadiri walivyokuwa nakaribia, Grace alipokea simu kutoka kwa Kasim. Halo Kasim, tuko njiani. Victor yuko wapi sasa? Aliuliza Grace kwa hofu. Sauti ya Kasim ilisikika upande wa pili ikitetemeka. Ni kwamba waandishi wa habari tayari wamekusanyika. Victor yuko ndani ya ukumbi wa mikutano ya hoteli, anajiandaa kuingia jukwani. Tafadhali nifanyeni haraka, fanyeni kitu kabla hajazungumza. Atajaribia na atamchafua zaidi rais. Grace akamwangalia Eliana kwa haraka. Madam, umesikia? Ni dakika chache tu kabla Victor hajaenda kusema kitu. Eliana alikaza meno. Haitotokea. Sitaruhusu Victor azungumze. Ikiwa ni lazima niseme mbele ya umati mzima kumzuia, nitafanya hivyo. Bora lawama zote zije kwangu kuliko kumwacha azame. Gari lao lilipofika mbele ya hoteli, tayari vyombo vya habari vingi vilikuwa vimepanga kamera zao. Waandishi walikuwa wakipiga picha kila upande. Kelele za watu na flash za kamera zilisikika kila kona. Eliana alishuka kwa haraka, alitembea kwa kasi kuelekea ndani, huku walinzi wa hoteli hiyo wakishindwa kumzuia kwa sababu sura yake inatambulika. Grace alimfuata kwa nyuma kwa hofu kubwa mno. Ndani ya moyo wake, Eliana alijua dakika hizi chache zilikuwa zina thamani ya maisha na mustakabali wa Victor. Ikiwa atachelewa, kila kitu kitakuwa kimeharibika. Alipotokeza ukumbini, kila kamera iliyokuwa imeelekezwa jukwani ilihamia moja kwa moja kumfuata yeye. Kwa mwendo wa taratibu, alitembea huku nywele zake zikipepea. Hatua zake zilionyesha kabisa heshima na uthubutu wa hali ya juu. Waandishi wa habari waliokuwa tayari wamekaa kwa makundi wakibaki kushangaa. Hawakutegemea kabisa kumwona Eliana kwenye ukumbi huo. Victor alikuwa amesimama mbele jukwaa, mikono yake ikitetemeka kwa hasira na mawazo. Aligeuka mara moja. Macho yake yalipokutana na Eliana, hasira zake zilifukuta zaidi. Kamera zote zilikuwa tayari zikiwa ziko live, zikirusha kila sekunde inayopita moja kwa moja kwenye television, redio na mitandao ya kijamii. Dunia nzima ilikuwa ikishuhudia tukio hilo lisilotarajiwa. Eliana, Victor alipaza sauti, hasira ikisikika wazi kabisa. Unataka nini hapa? Ina maana kwamba hujatosheka tu kwa maneno ya uongo? Nakuuliza, ina maana kwamba hujatosheka tu kwa maneno yako ya uongo? Hapo Eliana alipanda jukwani kwa hatua za haraka, bila kujali macho ya mamia ya waandishi yaliyokuwa yakimfuata. Alipomkaribia Victor, alisimama mbele yake kwa heshima, lakini macho yake yakionyesha ukali. Victor, tafadhali usifanye hili unalotaka kufanya. Hii si njia ya kutatua mambo. Ukizungumza sasa utajiangamiza na utaiangamiza familia yako zaidi. Naomba tafadhali usiseme neno lolote kwao. Victor alicheka kwa dharau. Sauti yake ilisikika kwa nguvu ndani ya vipaza sauti. Kwani hata baada ya haya yote bado unauswa kuja kuweza kuniambia nifanye nini? Eliana, kweli? Kwani si ni wewe uliosababisha haya yote? Ulisimama mbele baba yako na kusema kwamba mimi nimekupiga, kitu ambacho sikuwahi hata kukiwaza, na sasa unataka nibaki kimya hata baada ya baba yako kuninyang'anya kila kitu na kuagiza kwamba tuachane, eh? Naam, hapo ukumbi mzima ulishika pumzi. Kila mtu alikuwa anasikiliza majibizano hayo. Kamera zilikuwa karibu zaidi, zikifuatilia nyuso zao zilizojawa na hasira na majeraha ya kihisia. Eliana alipumua kwa nguvu, akijibu kwa sauti ya kakamavu lakini ikitikisika kwa hisia. Nisikilize Victor. Nilisema yale maneno kwa hasira tu Victor. Nilikuwa nimechoka, nilikuwa nimeumizwa. Niliona kama vile hunitetei. Sikutemea baba yangu angechukua maneno yale
na kuyafanya kuwa uhalisia. Tafadhali usinilaumu kwa kila kitu. Victor alitupa mikono yake juu, alipiga hatua chache mbele huku akiwatazama waandishi wa habari kana kwamba alikuwa anataka wao pia wasikie kile kilio chake. Kwa hasira tu Kwa hasira tu umeamua kunigeuza mnyanyasaji, si ndio? Kwa hasira tu umeamua kunifanya mimi adui wa taifa. Kwa hasira tu umeamua heshima baba yangu uiangamize, na hata sasa unathubutu kusema nililindwa na mimi ndiye niliyemsaliti. Kweli Victor, baba yako yeye mwenyewe anawajibika kwa makosa yake. Hakuna mtu aliyemlazimisha kushirikiana na makundi ya kigaidi au kuiba mali za taifa. Usije kujaribu kunibebesha mzigo wa uovu wa baba yako. Ni yeye ndiye aliyeamua kuweza kujiangamiza na sio mimi. Maneno hayo yalimchoma Victor kama vile kisu. Alipiga hatua mbele, uso wake ukikaribia kabisa uso wa Eliana. Sauti yake ilitetemeka kwa maumivu. Akamwambia, sikiliza Eliana, hivi unajua unachokizungumza? Huyu unayemzungumzia ndiye baba yangu mzazi. Na unajua sasa kwa nini nilitaka kuzungumza? Ni kwa sababu wewe na baba yako mnadhani kwamba mnaweza mkaamua nani aishi nani afe kisiasa. Mnadhani kwamba mnaweza kuninyang'anya kwa kila kitu, kazi yangu, heshima yangu na hata ndoa yangu, alafu eti mlibaki kimya. Kweli mnataka mimi nibaki kimya? Victor, sikuwahi kutaka upoteze kazi yako. Victor, wewe ni baba wa mtoto wangu, wewe ni mume wangu, lakini siwezi kukubali usimame hapa na kuidhalilisha serikali baba yangu hadharani. Hiyo haitoleta suluhu yoyote, italeta vita zaidi. Kelele za kamera na kilio cha waandishi wa habari kiliendelea. Baadhi walishindwa kuamini jinsi tukio hilo lilivyogeuka kuwa majibizano ya kifamilia mbele ya umma mzima. Mitandao ya kijamii tayari ilikuwa imeripuka kwa mijadala, kila mtu akituma ujumbe juu ya drama hii ya moja kwa moja. Victor alipumua kwa nguvu, akitetemeka kwa hasira. Kwa hiyo wewe bado unamchagua baba yako badala yangu mimi, si ndio? Hata baada ya kunifanyia haya yote bado unataka nikae kimya? Okay, sawa basi, sema hadharani. Sema hadharani Eliana, mimi ni nani kwako sasa hivi? Sema, waambie. Mume wako ama adui yako? Waambie wajue. Hapo ukumbi mzima ulibaki kimya, macho yote yakimkodolea Eliana. Hata kamera zilikuwa zimekaribia zaidi, zikingoja tu kauli yake. Eliana alipiga hatua moja mbele, alitazama moja kwa moja kwenye macho ya Victor. Wewe ni mume wangu Victor, lakini pia mimi ni binti wa rais. Sitakubali uikosee heshima serikali babangu. Hilo halitotokea nikiwa hai. Maneno hayo yalimfanya Victor atetemeke kwa uchungu, akijisikia kana kwamba ulimwengu wote umemgeuka. Waandishi wa habari walikuwa wakipiga picha bila kusita. Sauti za flash zilisikika kila upande wa tukio hilo lililoendelea kuchukua sura ya kashfa kubwa mno. Kila sekunde ilikuwa ikienea mitandaoni bila kupunguzwa. Majibizano kati ya Victor na Eliana ilikuwa ni moto ya hisia za maumivu na mchanganyiko, yakiwafanya wote waonekana wamechoka, wameumizwa, lakini bado wakishikilia msimamo wao kwa nguvu. Taifa lote lilikuwa likishuhudia mgongano wa ndoa yao, mapenzi yaliyogeuka kuwa uwanja wa vita, live kabisa kwenye kamera. Wakiwa bado wapo katikati ya hali hiyo, mlango mkubwa wa ukumbi ulifunguliwa kwa nguvu. Maafisa wa usalama wa taifa waliingia kwa kasi na kwa mpangilio. Walikuwa ni wakali, wakiwa wamevalia suti nyeusi, macho yao kimetameta kama simba walio tayari kuuma. Moja kwa moja walizima kamera zote, taa za matangazo zikazimika na sauti ya mitambo zilinyamaza. Waandishi wa habari waliokuwa wakipiga picha na kurekodi walipigwa na butwaa. Kila mmoja alinyanyua pale mikono juu akiamriwa kuondoka mara moja. Hapakuwa na mjadala. Maafisa walifagia kila mtu kutoka ukumbini hapa. Ni Victor na Eliana pekee ndio waliobaki walikuwa wamesimama katikati ya jukwaa, huku macho yao yakiwa bado yamejaa hasira na huzuni. Afisa mmoja alisogea mbele na kisha akasema kwa sauti kali lakini thabiti ya kwamba mtafuatana na sisi sasa hivi, hakuna mjadala. Victor aligeuka, akavuta pumzi ndefu na kuangalia moja kwa moja usoni mwa Eliana na kisha akamcheka kwa dharau. Unaona? Hata kabla sijamaliza kusema lolote, baba yako ameshachukua hatua. Na wewe ndio chanzo cha haya yote Eliana.
na kuchukia sana wewe mwanamke. Eliana naye hakutaka kubaki kimya. Machozi yaliyokuwa yakimjaa yalimfanya zungumze kwa sauti ya kuhema. Victor, unashindwa kuelewa. Sio mimi. Nilifanya kila kitu kukulinda. Nilipambana hata na babangu, lakini wewe unataka kuniona mimi kama vile ni adui. Hivi hii ndo shukrani yako kwangu? Afisa mmoja aliwanyoshia mkono akiwataka watulie, lakini Victor alimpuuza. Maafisa waliwakamata kwa mikono yao na kuwaongoza nje kwa haraka mno. Waliingizwa ndani ya gari jeupe lenye vioo vyeusi na milango ikafungwa kwa kishindo. Gari lilipoanza kuondoka, Eliana na Victor hawakutulia. Waliendelea kushambuliana kwa maneno. Victor alihema kwa hasira na kisha akasema, sikiliza Eliana, unajua kosa lako kubwa ni lipi? Ulinisaliti bila aibu, ukasema kwa baba yako ya kwamba nilikupiga. Hilo ndilo limempa nguvu ya kuniondoa mimi kazini. Na sasa unaniletea kisingizio cha hasira. Hasira gani inaharibu maisha ya mtu hivi? Victor, nilisema hivyo kwa sababu niliumizwa Victor. Nilihisi nimeachwa peke yangu, huku kilinda siri za mtu aliyekuwa kiharibu taifa, lakini hilo halimaanishi kwamba mimi sikupenda. No, nilizungumza yale yote ili nikupate Victor, na sio kukupoteza. Upendo? Eliana, kama huo ndio upendo wako, basi ni bora unichukie. Babako ameitupa familia yangu kwenye shimo, na wewe pia unakuja kunipiga mimi makofi. Unajifanya eti kunijali, eti kwamba utaki nifukuzwe kazi. Kama ni kweli una upendo wa dhati, kwa nini hukufikiria hilo kabla hujaamua kuweza kumchoma baba yangu? Victor, usiingize jina la babako kwenye kila mazungumzo yetu. Baba yangu ni rais wa nchi, anapaswa kulinda taifa. Huwezi kumlaumu kwa makosa baba yako. Waziri mkuu ni baba yako, na ndiye aliyehujumu uchumi. Kwa nini unataka kunibebesha mzigo wa dhambi zake? Gari liliendelea kutikisika barabarani, na afisa aliyokuwa amekaa mbele aliwatazama kupitia kioo cha ndani, uso wake ukiwa ni mkali na wenye msimamo. Akawaambia, sikilizeni nyie na wasiebu, tulieni. Hii sio sehemu ya mjadala. Afisa huyo alisema kwa ukali, lakini Eliana na Victor hawakusikia. Kila mmoja alikuwa amenaswa kwenye mtego wa hasira zake. Maneno yao yaligongana kama vile radi. Victor alimwangalia Eliana moja kwa moja usoni. Nisikilize Eliana, hata kama ni baba yangu, mimi nilijaribu kuzuia. Nilikuwa tayari kubeba lawama nikilinda heshima ya hili taifa, lakini wewe Eliana ulinigeuka. Victor, sijai kukuacha, na hata sasa hivi niko hapa nikipigana kwa ajili yako, lakini siwezi kukubali useme vibaya serikali babangu. Huo ni mstari ninaoweza kufa juu yake, na kamwe sitorudi nyuma kwenye hili. Naam, sauti zao ziliendelea kugongana, kila neno likiwa ni kama vile mshale unaochoma moyoni. Maafisa wawili waliokuwa pembeni walitazamana kwa ishara, wakajua hawa wawili hawatatulia kwa maneno. Afisa mkuu aliyekuwa anaendesha gari alisema kwa sauti ya amri, akasema, basi sasa inatosha. Kwa kuwa hawataki kutulia, hebu wanyamazisheni. Kwa haraka afisa mmoja aliwasogelea, aliinua mikono yake miwili na kisha akazishika shingo za Victor na Eliana kwa ustadi wa kitaalamu. Alibinya sehemu maalum ya mishipa ya fahamu. Sekunde chache tu zikapita, Victor alivuta pumzi nzito na macho yake yakafumba ghafla. Eliana naye alipambana kwa sekunde mbili, lakini nguvu zilimwishia, akazama katika usingizi mzito. Kwa kiufupi, walizimishwa. Ndani ya gari kukabaki kimya. Ni milio ya injini pekee na pumzi za maafisa wa usalama walioendelea kuchunga. Afisa mkuu alivuta pumzi ndefu, alipunguza kasi ya gari na kusema kwa sauti ya chini lakini thabiti, hawa watu wamelala, sasa tunaweza kuwapeleka sehemu salama. Tukifika kila kitu kitaamuliwa upya, lakini kwa sasa kimya ni bora kuliko maneno yao. Shenzi kabisa. Naam, msikilizaji, baada ya masaa kadhaa kupita, Victor na Eliana walikuja kuamka kwa taratibu, pumzi nzito zikitoka vinywani mwao kama watu waliotelekezwa kwa ndoto ndefu. Macho ya Victor yalifunguliwa pole pole, mwanga wa alfajiri ukitanda kwenye mlango wa dirisha. Kulikuwa kuna harufu ya chai na mchuzi wa samaki, na jumba lilionekana ni la kifahari. Ukuta ambao ulichorwa kwa ustadi, viti vya kitani vinavyong'aa. Hapa tuko wapi?
Eliana aliiambia dunia kwa sauti chache, mikono yake ikijaribu kumbana kichwa. Victor alianzisha kuzungumza, lakini sauti ya kengele ya mlango ikapita na kulikuwa kuna hatua za watu zinazoingia ndani kwa unyenyekevu wa kifalme. Mlango ulifunguliwa na mlinzi mmoja akakaribisha pale kwa heshima. Ndipo akaonekana Mheshimiwa Rais aliyekuwa anatembea kwa hatua za kujiamini akiinuka mbele yao. Kando yake alikuwa mtumishi wake mdogo wa kificho akinyosha mkono na kutupa faili mbele yake. Rais alisimama, macho yake akimwangalia Victor kwanza na kisha akamtazama Eliana kwa macho makali. Hakuwa na tabasamu. Rais akasema, sitajali kwa muda mwingine wa mazungumzo. Mmesababisha matatizo makubwa sana kwa taifa na familia yangu. Hili sio jambo la kibinafsi tena, lakini ninafanya hivyo kwa faida yetu sote. Nyaraka hizi hapa za talaka ziko hapa. Mnatakiwa kusaini mara moja. Ikiwa mtaachana sasa hivi, Waziri Mazanda hatafungwa gerezani. Jina lake litasafishwa mbele ya umma. Atarudi katika ulingo wa kisiasa, atarudi serikalini. Hii ni nafasi ya kumwokoa yule ambaye alihatarisha taifa kwa vitendo vyake, na msipofanya hivyo mtakuwa mmeumaliza mwendo wa Waziri Mazanda. Nadhani Victor, hauhitaji kuona baba yako akifa gerezani, lakini pia na wewe binti yangu Eliana, sidhani kama upo tayari kuona baba mkwe wako akifia gerezani. Hapo Victor aliongoza macho yake kwa haraka kwenye zile nyaraka. Hapakuwa tena na mjadala wa kihisia. Hii haikuwa tena jukwaa la mapenzi, ilikuwa ni uwanja wa maamuzi. Hata kabla ya kutulia, moyo wake ulishaanza kupiga kwa kasi. Nafsi yake ilichanganyikiwa kati ya upendo na kulegeza kamba za familia. Alisema bila hata ya kukamilisha. Kinywa chake kilivurugika kwa mvutano wa kihisia. Kulikuwa kuna sauti tamu ya ujasiri iliyokosoa msimamizi. Nitaweka saini, alisema Victor. Hey, Eliana alishtuka. Alimtazama Victor kwa macho yaliyohitaji jibu la haraka kuliko hata kasi ya umeme. Victor, unasemaje? Hapana, hii haiwezekani. Siwezi kusubiri Eliana. Kama hii ndo njia pekee ya kumwokoa baba yangu, basi niko tayari kuweza kuifanya, Victor alisema kwa sauti iliyokatika huku akishika kalamu kwa mkono uliotetemeka. Hapana Victor, ona, babangu ameshauri hivi kwa maslahi yake. Siwezi kukubali ndoa yetu ivunjike kirahisi namna hii. Kumbuka tuna mtoto wa kulea. Ina maana kwamba Victor, wewe hujui hilo? Eliana, unazungumzia familia? Yaani sasa hivi ndio unakumbuka kwamba kuna familia kati yangu mimi na wewe? Eliana, wakati unampeleka babangu kule Australia, hukujua kama kuna familia? Hukujua kama ni baba mkwe wako? Na bado kama itoshi, nilikuomba sana usitoe zile nyaraka, lakini ukafanya nini? Muda wote hukujua kama kuna familia, si ndio? Sikiliza Eliana, ile swala limeisha. Kama wewe ulivyojali nafsi yako ukaamua kuwa jipu kwa baba yangu, basi ndivyo nami najali nafsi yangu. Nimeamua kuwa tiba ya jipu hilo kwa baba yangu. Sasa imekwisha. Huenda haikupangwa sisi kuweza kuwa milele, mimi na wewe ndo basi. Na kama kabla Victor hajaendelea kuongea, kibao chepesi kilitoa shavuni mwake kikitoka mikononi mwa Eliana. Eliana akiwa analia kwa huzuni iliyokuwa imetanda ndani ya nafsi yake, alianza pale kuongea. Victor, usirudie tena kusema kwamba mimi na wewe basi. Victor, nilipambana sana kuwa na wewe, hatimaye ukawa wangu, tukaanza familia, alafu leo unataka ndoa yetu ife kwa makosa ya mtu mwingine? Kweli Victor? Ona, babako ni mkosaji. Hata kama sio mimi, basi yupo mtu mwingine, huenda angegundua na kufichua uovu wake. Hili lina kificho. Kila mwenye kosa atawajibika kwa makosa yake, lakini sio sisi kuachana. Kabla Victor hajatia neno, Mheshimiwa Rais aliingilia kati akasema, inatosha. Yaani mnajibizana mbele yangu? Hivi mnatambua kwamba huruma yangu ndio inafanya mpaka sasa hivi mwe hapa?
Sasa nisikilizeni nye. Tena nisikilizeni kwa umakini. Kaeni chini, pangeni namna mtakavyolea mtoto wenu. Nikija awamu ya pili nataka kukuta hizo nyaraka za talaka zimesainiwa na nyote wawili. Naam, Rais Sarungi baada ya kusema vile alianza kuondoka. Eliana alitaka kuongea na baba yake lakini hakuweza. Yeye pamoja na Victor walibaki ndani ya lile jumba huku akiona ulinzi mkubwa kutoka ikulu. Baada ya msafara wa Mheshimiwa Rais kuwa umeondoka, Eliana alibaki amesimama katikati ya sebula akihema kwa hasira. Ukimya mzito ulitawala kwa muda. Kilisikika tu kishindo cha mlango wa mbele uliofungwa na walinzi. Victor aliyekuwa amesimama karibu na dirisha kubwa la sebuleni hapo aligeuka taratibu, sura yake ikiwa imejaa hasira na huzuni kwa wakati mmoja. Hivi Eliana, kuna unafanya hivi? Nini kinakufanya usisaini hizi talaka? Hivi unataka babangu mimi akaoze gerezani? Eliana, hilo ndo lengo lako, si ndo manake? Kiza tu hutaki kuruhusu ndoa hii iishi rasmi. Kwani shida iko wapi? Victor, acha kujifanya ujue Victor. Unadhani mimi ni mjinga sio? Sikiliza, najua kila hatua yako. Najua kila pumzi yako. Sote hapa tunatambua kwamba baba yako ni mkosaji, na hata kama babangu atajaribu kumlinda kwa kutumia cheo chake cha urais, bado itakuwa ni ngumu kwa sababu uovu aliofanya ni mkubwa sana. Kumlinda moja kwa moja ni kuvuruga amani ya taifa, kitu ambacho babangu hawezi kufanya. Mimi najua lengo lako ni tofauti kabisa. Kujifanya unamjali babako, hii ni sababu tu. Najua kama wewe unataka kuweza kutumia jina la baba yako kama kisingizio cha kunilazimisha nitie sahihi ili tu uniondoe kwenye maisha yako Victor. Mimi najua kila kitu. Hii sio kuhusu gereza. Ni kuhusu wewe na Eliora Victor. Unaniacha mimi ili uende kamoe Eliora, si ndio? Eliora? Ndio. Eliana alisisitiza, sauti yake ikitetemeka, si kwa hofu bali kwa hisia kali. Usikatae Victor. Muda wote umekuwa na yeye. Hata sasa wakati mimi napigana na maumivu ya familia yangu, wewe upo na yeye. Hiyo talaka unayoitaka ni kwa sababu tu unataka kuwa huru ili umoe Eliora, si ndio? Kwa sababu yeye kafanana na mimi, si ndio? Kwamba utakuwa hujapoteza kitu, si ndio manake? Victor alisogea mbele, mikono yake ikining'inia pembeni kana kwamba anajaribu kujizuia kumshika Eliana. Nisikilize Eliana. Sikuwahi hata kulifikiria hilo ambalo unaliongea. Hivi unawezaje kuniambia kitu kama hiko? Usinidanganye Victor. Victor, usinidanganye. Ninaona jinsi unavyomtazama huyo Eliora. Hata kama hamjesema hadharani. Mimi ni mwanamke Victor, najua ishara, najua mnataka kuwa pamoja, na ndio maana unanilazimisha mimi nitie sahihi kwenye hizo talaka ili uachane na mimi kisheria na umchukue dada yangu kama vile mbadala wangu, si ndio manake? Hivi unadhani mimi sielewi? Ulikuja kuniambia kwamba Eliora ni pacha wangu na mama yetu halisi ni Eva Madinda yuko hai. Unadhani sijui ni kwa nini uliniambia hivyo? Najua lengo lako ni kuniacha mimi na kisha kumfanya Eliora mbadala wangu. Kisa tu tumefanana. Mbadala wako? Hivi we Eliana, wewe unajua hilo linanifanya nijihisi vibaya zaidi unalolizungumza. Mimi sijawahi hata kufikiria kuwa na huyo Eliora. Yeye ni dada yako, yes, sijapinga. Sasa nitawezaje kufanya hivyo? Kwa nitembee mtu na dada yake? Wewe umewahi kuona wapi? Lakini Victor, mbona Eliora unakaa naye muda wote? Kuna lazimisha kuamini kitu ambacho hakiwezekani. Victor, unaelewa? Muda wote mimi nateseka na wewe. Wewe kwa upande wa Eliora. Ina maana gani sasa kama sio wewe kumpenda? Unataka nimwachie hii ndoa ili uendelee na maisha mapya naye, si maana yake? Lakini nikwambie tu hilo halitokuja kutokea na sitakubali Victor. Sitakubali hata iweje. Sitakubali. Victor kwanza alijishika kichwa. Alipiga tu chache nyuma kana kwamba anashindwa kuamini anachokisikia kutoka kwa Eliana. Akamwambia, wewe Eliana, wewe hivi unaongea mambo hayo? Umelewa? Uko sawa? Timamu zako akili zimetimia? Mbona unaongea mambo ambayo hayapo?
Mimi nipo upande wa Eliora kwa sababu nilitaka kumlinda. Niliona Eliora anahitaji msaada, lakini sijawahi kufikiria kumpenda huyo Eliora. Kumlinda eh? Victor, hiyo ndiyo hoja mnayopenda sana kuitumia kila mara, eti kumlinda. Unadhani sioni jinsi ambavyo unavyoshindwa hata kunitazama machoni kila ninapolitaja jina lake? Unadhani sioni jinsi unavyokasirika nikimsema vibaya huyo Eliora? Victor, wewe ushaniweka kando moyoni mwako muda mrefu sana. I know that. Najua. Wacha tuambiane ukweli leo. Ila tutambue kwamba hutonitesa tena kimapenzi kama ulivyofanya kipindi kile. Yaani safari hii atakayeteseka ni wewe na sio mimi, Victor. Eliana, wewe ndio mke wangu. Nimepambana na dunia nzima kuhakikisha kabisa unakaa huru, kuhakikisha unapata nafasi ya kuishi bila aibu ya kesi na skendo, na sasa unaniambia kwamba mimi ninatoka na dada yako. Hivi unafikiri mimi ni mjinga kiasi cha kutaka kuwa na ndugu yako? Au wewe huamini kama Eliora ni ndugu yako? Wala sijali mimi kuhusu hilo. Kwanza mimi sina pacha mimi. Victor, sikiliza, tusiende mbali. Sitasaini hiyo talaka. Na nitakufa kabla hujaniona. Na mwachie huyo hawara yako nafasi ya kuweza kunibadilisha kwenye maisha yako. Labda nikifa ndio utakuwa uhuru, lakini si mimi nikiwa niko hai. Yaani hilo mimi nakwambia wazi Victor, hapa haachwi mtu. Ukimya mzito ulitanda tena. Victor alibaki amesimama tu pale. Alikuwa akimtazama Eliana kwa macho ya mshangao na uchungu. Aliona jinsi mikono yake ilivyokuwa inatetemeka, jinsi machozi yalivyokuwa yanashuka bila yeye mwenyewe kuweza kujua. Naam, msikilizaji, haikuwa mara ya kwanza kuona Eliana akilia, lakini mara hii ilikuwa ni tofauti. Ilikuwa ni kilio cha uchungu wa roho na sio hasira tu. Eliana, Victor aliita kwa sauti ya chini, ni kama mtu vile anayejuta, lakini kabla hajamaliza, Eliana alinua mkono wake kumzuia. Hapana Victor. Usijaribu kunishawishi. Najua unachokifanya. Nimeamua taraka hiyo sitaweza kusaini. Na Eliora hawezi kuchukua nafasi yangu hata iwaje. Victor alibaki kimya, akihisi moyo wake unazidiwa na mzigo mzito. Mara hii hakuwa na majibu. Eliana aligeuka na kuelekea chumbani kwake, akipiga hatua za hasira huku machozi yakimtiririka. Victor alibaki pale sebuleni, akihisi dunia inazidi kumzonga. Angewezaje kumshawishi kuwa hakuwa na nia yoyote ya kuwa na Eliora? Angewezaje kumrudisha Eliana amwamini tena kama zamani? Hali ya ukimya ilimeza nyumba nzima, ikiashiria vita mpya imeanza. Alibaki amesimama sebuleni kwa muda, akiendelea pale kuvuta pumzi ndefu ili kuweza kutuliza hasira zilizokuwa zikimwagika mwilini mwake. Maneno ya Eliana yalikuwa bado yanagonga kichwani mwake kwa nguvu. Jinsi alivyomtuhumu kuwa anataka kuwa na Eliora, jinsi alivyosema ya kuwa hata saini talaka hadi afe, alijua kabisa asingepata usingizi wa hali ile. Hivyo aliamua sasa angalau azungumze na kaka yake Gideon au mama yake ili apate mawazo ya kutuliza roho. Alipiga hatua kwa haraka kuelekea mlangoni. Akafungua na akamkuta mlinzi mkuu akiwa amesimama pale kama vile sanamu, akiwa na uso usioonyesha hisia yoyote. Nipatie simu yangu, Victor alisema kwa sauti ya amri, akinyanyua mkono wake. Nahitaji kuwasiliana na familia yangu sasa hivi. Hapo mlinzi mkuu alimtazama kwa macho ya heshima lakini yenye ubaridi. Zamani Mheshimiwa Victor, tumepokea maagizo ya moja kwa moja kutoka kwa Mheshimiwa Rais. Hakuna mtu atakayeruhusiwa kutumia simu wala kutoka nje ya hii nyumba mpaka tupate ruhusa kutoka kwake. Yaani unamaanisha nini? Hakuna atakayeweza kuruhusiwa? Sikiliza, mimi ni mtu huru na mimi sio mfungwa. Sina kifungo cha mahakama kinachonilazimisha mimi kukaa hapa. Nipatie simu yangu. Mheshimiwa, hizi amri, ukiwa unahitaji lolote
tunapaswa kuwasiliana na Ikulu moja kwa moja, lakini hatuwezi kutoa simu wala kuruhusu mtu yote atoke. Huu sasa ni upuuzi huu. Huu ni upuuzi nasema. Kwa hiyo mnanifanya mimi kama vile mfungwa, sina maana yake. Hata wafungwa wana haki ya kuwasiliana na familia zao. Huu ni udhalilishaji. Nipatie simu yangu sasa hivi kabla sijaweza kupoteza subira kabisa kabisa. Naam, mlinzi mkuu alibaki pale pale, mikono yake ikiwa imeunganishwa mbele kwa nidhamu ya kijeshi. Zamani sana mheshimiwa, lakini siwezi kuvunja amri. Tukifanya hivyo sisi wote tutakuwa tuna shida kubwa. Tafadhali rejea ndani, mimi nitapeleka taarifa yako kwa mamlaka. Victor alimsogelea karibu mlinzi, macho yake yakitoa cheche za hasira. Akamwambia, nisikilize vizuri sana rafiki. Mimi ni mtoto wa waziri mkuu. Mimi sio mhalifu. Sina deni la kuwa chini ya uangalizi huu wa kijinga. Hii ni nyumba na sio gereza, na ninataka simu yangu sasa hivi. Alizungumza hivyo Victor, lakini mlinzi hakuondoa msimamo wake. Alivuta pumzi taratibu na kisha akasema kwa sauti thabiti kabisa, akasema, Mheshimiwa Victor, tafadhali usitufanye tukae katika hali mbaya. Amri za rais ni amri za moja kwa moja. Hakuna mtu atakayeweza kuzivunja. Maneno hayo yalimuudhi zaidi Victor. Alihisi kama vile damu inapanda kichwani. Kwa sasa nyinyi mnafuata amri za rais hata kama zinaenda kinyume na haki zetu, sio maana yake? Hivi mnaelewa nini ambacho mnakifanya kweli? Mnaniweka kwenye kifungo na wakati mimi sio mhalifu. Kweli? Naam. Hata hivyo, Victor bado hakupata majibu zaidi kutoka kwa mlinzi. Badala yake, mlinzi alinyamaza, akimtazama Victor kwa macho ya utu uzima lakini yasiyoonyesha huruma. Victor alihisi hana nguvu ya kuendelea kubishana. Aligeuka ghafla, alipiga hatua nzito kurudi ndani. Alipokuwa akipanda ngazi kuelekea chumbani kwake, miguu yake ilipiga hatua kwa nguvu kiasi cha kusikika kwa kelele nzito. Uso wake Victor ulikuwa umejawa na hasira. Pumzi zake zilivuma kama mtu aliyekimbia mbio ndefu. Alipoingia chumbani kwake, alifunga mlango kwa nguvu kiasi cha kugongesha ukuta. Alianguka kitandani, akifunika kichwa kwa mikono yake kwa hasira na kukata tamaa. Huu ni unyama gani sasa? Wananiweka kama vile mimi mhalifu. Wanataka nifanye nini? Yaani kwamba nisitoke, nisiwasiliane na yoyote? Yaani nisiishi maisha yangu? Hii si haki hata kidogo. Victor alipiga teke kiti kilichokuwa karibu na kitanda, kikagonga ukuta kwa kishindo. Hali ya kutokupata udhibiti ilimzidi. Wazo la kutokuwa na uhuru hata wa kushika simu yake lilimfanya hisi kama vile kukandamizwa. Baada ya muda, aliketi kitandani. Alivuta pumzi ndefu na kujaribu kutulia, lakini kadiri alivyokumbuka maneno ya Eliana na sasa hali hii ya kuzuiliwa, ndivyo hasira ilivyozidi kukandamizwa. Kama rais anafikiria kwamba nitakaa hapa kimya, basi anakosea. Alijisemea kwa sauti ya chini, akitazama kioo kilichokuwa ukutani. Sitasubiri nione maisha yangu yanatawaliwa na amri kama hizi. Nitaangalia namna kuweza kutoka humu, hata kama wakilinda lango usiku na mchana. Victor alilala chali, macho yake yakitazama dari bila kufumba. Hakuona usingizi, hakuona amani. Ni kama vile ukuta wa nyumba ile ulizidi kumkaba kila alipovuta pumzi. Kila sekunde ilimpiga kama kelele saa. Hatimaye uchovu ulimzidi. Alizama usingizini akiwa bado amevaa nguo za mchana, uso wake ukiwa umebanwa na mito. Lakini usiku ulipofika na ukimya ukatanda, aliamka ghafla. Tumbo lake Victor lilikuwa likilia kwa njaa, ikimkumbusha kuwa hakula kitu tangu mchana. Victor aliinuka taratibu, alivuta pumzi ndefu na kisha akaamua kushuka chini kwenda sebuleni kutafuta kitu cha kula. Aliposhuka ngazi taratibu, alipiga hatua kuelekea sebuleni. Mwanga hafifu wa runinga ulimulika ukuta na sakafu, ukimwonyesha mtu aliyekuwa amekaa kitako kwenye sofa. Alipokaribia, alibaki amesimama akimkodolea tu macho.
Eliana alikuwa amevalia gauni jepesi la usiku la kimitego. Rangi yake kijani iliyokuwa imeng'aa ilimtoa sura kifahari na ya kuvutia. Alikuwa ametulia kwenye sofa, miguu yake ikiwa imepinda vizuri upande mmoja. Mikononi mwake alikuwa na bakuli la popcorn, akitafuna taratibu huku akitazama filamu ya kimahaba iliyoonekana kumfurahisha. Uso wake ulikuwa ni wa tabasamu la kweli, macho yake yaling'aa kana kwamba yuko likizo na si katikati ya mgogoro wa kifamilia. Victor alishindwa kujizuia. Eliana, hivi nini kinachoendelea? Hiyo furaha umeitoa wapi? Hapa tumefungwa kama wafungwa. Baba yangu yuko matatizoni, hatima ya familia yangu haijulikani. Rais anataka tuachane. Alafu na wewe unaonekana kama vile unafurahia. Kweli Eliana? Hapo Eliana aligeuka taratibu, alitabasamu kwa upole, akasimamisha kwanza ile filamu aliyokuwa anitazama na kisha akainuka taratibu akitembea hatua za kiupepo kuelekea kwa Victor. Alipofika karibu, aliweka bakuli la popcorn mezani na kisha akainua uso wake, macho yake yakimtazama moja kwa moja Victor. Victor, nimekaa na kufikiria kwa kina. Nilichokuja kugundua ni kwamba maisha ni mafupi sana. Tumepoteza muda mwingi sana kwa ugomvi, kwa kuumizana, kwa kupeana hasira. Sitaki tena kuishi kwa chuki. Nimeamua nataka penzi letu lichipue upya. Na ndio maana nafurahi kwa sababu nataka kuanza upya na wewe. Maneno yake yalimshangaza Victor. Uso wake ulionyesha hasira na kuchanganyikiwa kwa pamoja. Victor alibidi auliza, upya gani ambao wewe unauzungumzia Eliana? Unazungumzia mapenzi wakati babangu yuko hatarini? Wakati mimi nipo kama mfungwa? Wakati kila kitu kiko mashakani? Unafurahi nini sasa? Unataka kuishi kwenye sinema za mapenzi huku dunia yetu ikiteketea? Hivi unafikiria hata kidogo kweli wewe? Eliana hakukasirika. Alisogelea karibu zaidi, akiinua mkono wake kumgusa Victor kifuani kwa upole na kisha akamwambia, Victor, alisema Eliana kwa sauti ya kimahaba, mimi na wewe bado ni mume na mke. Ndio maana sijali mambo mengine kwa sasa. Najali wewe na mimi, najali mtoto wetu, najali familia yetu. Hii ni nafasi ya kuponya mioyo yetu. Niliposema nataka kuchipua upya, nilimaanisha kwamba nataka kurudisha ule upendo uliopotea. Victor alijikuta akipumua kwa nguvu, hasira zikimzidi kumvaa. Akasema, Eliana, huu sio wakati wa drama za kimapenzi. Hii sio sinema Eliana. Hapa tunazungumzia maisha ya watu halisi. Tunazungumzia heshima ya familia, mustakabali wa taifa. Hata sasa hatujui kama kesho baba yangu hatakamatwa. Kama mimi nitaka hapa kwa siku ngapi? Na wewe unaniambia tucheze mchezo wa mapenzi? Hivi Eliana, uko serious kweli? Victor, hata kama dunia yote inateketea, wewe ndio dunia yangu. Najua tuko katikati ya dhoruba, lakini mimi nataka tushinde pamoja hii dhoruba. Na ndio maana nafurahi kwa sababu nimeamua kukupenda tena bila masharti. Victor alitikisa kichwa kwa hasira, akijaribu kujizuia kumjibu kwa maneno makali zaidi. Wewe huelewi Eliana. Huelewi Eliana. Mimi sijali tena kuhusu hisia zako kama hazina nafasi ya kutatua haya matatizo tulionayo. Kama furaha yako ni kujifanya kama vile hakuna kinachoendelea, basi furahia peke yako. Mimi siwezi. Mimi siwezi Eliana. Naam, Eliana alihisi maumivu moyoni, lakini alitulia. Alitabasamu kwa huzuni na kisha akasema kwa upole, Victor, basi kama uwezi, mimi nitaendelea kupigania hili penzi peke yangu, na sitaacha moyo wangu ufe kwa sababu ya siasa na hila za duniani. Victor aligeuka, akiondoka taratibu bila neno zaidi. Hasira ilimzidi na njaa aliyoihisi mwanzoni sasa haikuwa kitu tena. Alipanda ngazi kwa haraka, akajitupa kitandani, lakini usingizi haukuja. Alikaa macho usiku mzima, macho yake yakikodoa tu dari kana kwamba yalikuwa na majibu ya matatizo yote. Kila kitu kilikuwa kimevurukika. Baba yake yuko hatarini. Eliana amekataa kusaini talaka na sasa hatima ya kwake mwenyewe haijulikani. Usiku ulikuwa ni mrefu kuliko kawaida.
na kila dakika ilikuwa ni kama saa nzima. Aliposikia milio ya magari nje na taa za msafara zikimulika kupitia madirishani, moyo wake ulianza kupiga kwa kasi. Bila hata kufikiria mara mbili, Victor alinyanyuka haraka kutoka kitandani na kukimbia mpaka sebuleni. Alifungua mlango kwa haraka. Alikutana na uso kwa uso na rais aliyekuwa anaingia mule ndani, akifuatwa na walinzi wake. Victor alisimama kwa heshima, alipiga hatua mbili mbele na kisha akainama kidogo. Mheshimiwa Rais. Victor alianza kwa sauti iliyokuwa ina mchanganyiko wa heshima na hofu. Naomba dakika chache za kuzungumza na wewe. Tafadhali unisaidie kumsaidia babangu. Tafadhali usimfanye aende gerezani. Najua kwamba babangu amekosea. Najua alijihusisha na mambo mabaya, lakini bado ni baba yangu. Na ni mtu ambaye alitumikia taifa hili kwa juhudi kubwa sana. Wakati wa uongozi wake, miradi mingi ya kimaendeleo ilianzishwa. Vijana wengi walipata ajira. Hata kama makosa yake hayahalalishwi, lakini wewe kama rais una nguvu ya kuweza kuhakikisha kwamba anapata rehema na adhabu yake inakuwa sio kali hivyo. Hapo Victor alikuwa anaongea kwa shauku, uso wake ukionyesha dhiki na hofu ya dhati, lakini maneno yake hayakuleta faraja kwa rais. Badala yake yalileta hasira iliyoanza kupanda usoni mwa kiongozi huyo. Rais alisimama kwa ukakamavu, akimtazama Victor kwa macho makali. Victor, ndio maana nilikupatia mtihani. Nilikwambia ukichagua kuachana na Eliana, nitamsamehe baba yako. Lakini sasa nimejua wewe ni mtu wa namna gani. Wewe sio mtu wa taifa hili. Wewe ni mtu wa maslahi binafsi. Wewe uliona ni bora kuachana na binti yangu kuliko kumwacha baba yako awajibike kwa makosa yake. Hiyo inamaanisha kwamba uko tayari kuuza hata dhamira yako ili kuokoa jina la familia yako na si heshima ya taifa lako. Victor alibaki amedua. Maneno ya rais yalimchanganya moyoni. Mheshimiwa, sikufanya hivyo kwa binafsi. Nilichokifanya ni kwa ajili ya familia yangu. Nilitaka kuokoa heshima ya mama yangu, heshima ya ndugu zangu. Siwezi kuacha babangu atupo gerezani kama jambazi. Nilikuwa najua bado kwamba tunaweza tukatafuta njia nyingine. Kabla Victor hajamaliza sentensi yake, rais alimkatisha kwa sauti ya kufoka kwa kumwambia, unadhani kwamba hili taifa ni la familia yenu? Wewe ni kipofu wa maadili, si ndio? Victor, kama hufai kuweka maslahi ya taifa mbele, basi hufai hata kuwa mjumbe wa nyumba 10. Achilia mbali kufanya kazi Ikulu. Nilikuwa na kujaribu tu, na sasa nimejua wewe ni mtu wa aina gani. Umenidhihirishia kwamba unaweza hata kutoa siri za taifa ikiwa tu familia yako itatiwa kizuizini na maadui. Wewe sio mzalendo wa hili taifa. Huna tofauti na baba yako aliyehujumu taifa hili kwa miaka mingi. Maneno hayo Mheshimiwa Rais yalimgonga Victor kama radi. Moyoni alihisi kama vile dunia imeporomoka. Victor alibaki kimya akishusha pumzi nzito, huku macho yake yakiwa hayana kabisa mwelekeo. Rais alimtazama mlinzi mkuu aliyekuwa amesimama pembeni na kisha akasema kwa sauti ya amri, hebu waachie hao waende. Wapo huru sasa. Na kama wanataka kuendelea kuishi hapa sawa. Kama wanataka kuondoka pia ni sawa, lakini mimi sina muda wa kuendelea kuwabeba. Kila mtu abebe msalaba wake. Imekwisha sasa. Baada ya kusema hivyo, rais aligeuka na kutoka nje akifuatwa na walinzi wake, akiacha ukimya mzito pale sebuleni. Victor alibaki amesimama tu pale, kifua kikimpanda na kushuka kwa hasira na hofu. Hakuwa na la kusema, hakuwa na la kufanya. Hatima baba yake ilikuwa bado haijulikani. Eliana aliyekuwa amesimama mlangoni akishuhudia mazungumzo yote, alimtazama Victor kwa macho yenye huzuni na huruma, lakini hakuongea neno. Alijua kwa sasa Victor alikuwa yuko kwenye mapambano na nafsi yake mwenyewe. Victor alikaa sebuleni pale kwa muda mrefu, mawazo yakimzunguka kama upepo mkali. Alijiuliza rais ataamua nini baada ya hili. Ataamua kumfungulia mashtaka baba yake mara moja au atasubiri? Je, familia yake itaweza kustahimili kashfa hii? Na je, yeye ataweza kuishi na Eliana chini ya paa moja baada ya maneno mazito kama haya ya baba yake? Ukimya ule ulizidi kumkaba.
Alihisi jumba lile la kifahari sasa limekuwa ni kama vile gereza lenye kuta za dhahabu. Alikaa pale kwa muda, macho yake yakimtazama Eliana kana kwamba anataka kusoma kila wazo lililomo moyoni mwake. Hasira zilikuwa bado zinamsonga na mawazo yalikuwa yanamzonga kuhusu hatima baba yake. Mawazo yalikuwa yanamkandamiza kichwa. Wakati Eliana alikuwa anajaribu kuzungumza, Victor alikuwa hawezi kusikiliza kwa utulivu. Alinyanyuka taratibu kutoka kwenye sofa na kutembea taratibu kuelekea dirishani. Alivuta pumzi ndefu na kisha alipumua kwa nguvu kana kwamba anajaribu kuondoa hasira, lakini hasira zikawa zinamzidia. Eliana alikuwa ameketi kwenye sofa akimtazama. Alinyanyuka taratibu akimfuata kwa upole. Mikono yake midogo ilishika bega la Victor kwa upole. Victor, sikutani. Nataka tu nikupe moyo. Najua hii hali ni ngumu, lakini naamini babangu hawezi kumwacha babako aumie kiasi hiko. Hata kama kuna adhabu, lazima itakuwa ni ndogo. Babangu si mtu wa kukosa huruma. Anaweza kawa na hasira, lakini hataki familia iangamie. Niliona tu bora ni kuonyesha kwamba bado kuna nafasi ya furaha. Maneno hayo ya Eliana hayakumfariji Victor hata chembe. Badala yake alichochea zaidi hasira na maumivu yaliyokuwa yakimsonga. Victor aligeuka, macho yake yakimmulika Eliana kwa ukali. Kwa hiyo unamaanisha kwamba ulikuwa unajua mpango wa baba yako? Ulijua kwamba hii yote ni jaribio tu ya kwamba anataka kunipima kuona kama nitachagua nini, sio maana yake? Kwa uliniacha nipambane na mawazo yangu peke yangu huko ukiujua kweli? Hapo Eliana alishtuka, alitikisa kichwa haraka kwa kukataa. Hapana Victor, mimi sikujua chochote. Mimi nilipokuwa na furahi usiku, nilikuwa najipa nguvu na kujaribu kukupa na wewe nguvu. Sikuwahi kufahamu kama babangu anakupima imani. Eliana, hebu acha kunifanya mimi basi ni mjinga. Huoni kwamba ni ajabu? Usiku wewe hukuwa na mawazo hata kidogo. Ulikaa hapo sebleni na popcorn zako, ukavaa vizuri, unatazama movie, yani kama vile hakuna kinachoendelea. Na ulikuwa unatabasamu vizuri tu. Eti leo unakuja kuniambia kwamba unajua mambo yatakuwa sawa. Hivi unawezaje kuwa na uhakika kiasi hicho kama kweli hukujua chochote? Nakuuliza wewe Eliana. Naam, Eliana alijaribu kumshika tena mkono, lakini Victor akauondoa haraka mno. Victor, naomba uniamini. Mimi sikujua chochote. Sikujua chochote. Uhakika niliokuwa nao ni imani yangu tu kwa baba yangu na kwa penzi letu. Nilijua tukikaa, tukihuzunika zaidi, tutajichosha bila sababu. Nilijua ni bora tubaki pamoja na kushikana mikono. Naam, maneno ya Eliana hayakumuingia kabisa Victor. Victor kwanza alihisi kana kwamba ndo anazidi kusukumwa ukutani. Macho yake yalikuwa ni mekundu kwa hasira, moyo wake ulikuwa ni mzito. Hapana Eliana. Hii yote inanifanya nihisi kama vile umekuwa upande wa baba yako muda wote. Ulipaswa kunionya, ulipaswa kuweza kunipa ishara hata ndogo tu ili nijue nimewekwa kwenye jaribio. Sasa nimeanguka kwenye mtego bila hata ya kujua. Victor, tafadhali, mimi sikujua. Tafadhali usinihukumu kwa kitu ambacho sikujua. Naweza kujua mipango ya rais mimi. Ni baba yako yule, kwa nini usijue? Hata kama Victor, hebu ona wote tuko hapa, sasa mimi ningejuaje? Naam, Victor alitikisa kichwa, alipiga hatua kuelekea mlango wa sebleni. Nisikilize. Huwezi kunishawishi sasa hivi Eliana. Siwezi hata kubaki hapa. Nahitaji kuweza kujua hatima ya baba yangu. Siwezi kuendelea kukaa hapa tu bure bure. Siwezi. Victor. Naam, Eliana alimuita kwa sauti ya majonzi, lakini Victor hakugeuka. Alifungua mlango, akaondoka kwa haraka, akipiga hatua nzito kuelekea nje. Mlango ulipofungwa, ukimya mzito ulitanda pale sebleni. Eliana alibaki amesimama tu pale, mikono yake ikimtetemeka, moyo wake ukiwa ni mzito, machozi yakimtoka taratibu. Alijinamia taratibu na kisha alikaa kwenye sofa kwa uchungu, akijaribu kufikiria kwamba
atamrejea vipi Victor ili wamalize tofauti zao. Victor kwa upande wake alitembea nje bila hata kujali giza lililokuwepo. Mawazo yalikuwa yakimzidi kichwani. Alihisi ni kama mtu aliyesalitiwa, kama mtu aliyechezewa kiakili. Hali ya baba yake ilimliza moyoni, na sasa hakuona namna Eliana anaweza kumsaidia. Hasira Victor zilimzidi. Aliamua kuchukua gari na kuondoka bila hata kujua kwamba anakwenda wapi. Wakati huo upepo wa usiku ulikuwa unapiga taratibu, ukiongeza tu baridi, lakini baridi hiyo haikuwa kitu kilinganisha na baridi aliyohisi moyoni mwake. Aliendesha gari kwa mwendo wa taratibu, akili yake ikiwa imesheheni mawazo mazito. Usiku ulikuwa ni kimya, lakini ndani ya moyo wake kulikuwa kuna kelele. Safari yake ilimpeleka mpaka kule Mwenge alipokuwa amempangia nyumba Eliora. Mara alipofika, aliingia ndani na akakuta Eliora na mama yake Eva Madinda wakiwa wamekaa sebuleni. Uso wa mama Eva Madinda ulikuwa wa huzuni, macho yake mekundu kana kwamba alikuwa akilia kwa muda mfupi uliopita. Eliora alipomwona Victor, alisimama kwa haraka na kisha alimpokea kwa upole, lakini kwa macho ya hasira iliyofichwa. "Pole sana Victor," mwanamama Eva Madinda alisema kwa sauti ya huzuni. "Nimesikia yote yaliyotokea. Najua ni ngumu sana kwako kwa sasa." Victor hakujibu haraka. Alikaa kwenye sofa na kushusha pumzi ndefu. "Ni kweli mama. Baba amekuwa gumzo la mitandaoni. Kila mtu anamsema vibaya. Kila mahali ni picha zake na tuhuma hizi. Na mbaya zaidi, polisi wamemkamata. DPP mwenyewe ametoa amri ya kukamatwa kwake. Hana hata nafasi ya kujitetea kwa sasa." "Victor, unadhani nani anasimamia yote haya? Usijidanganye, hii sio ajali. Rais mwenyewe ndo ametoa hilo agizo. Anataka kumwangusha babako ili kuficha aibu ya familia yao." Eliora alipotamka maneno hayo, Victor alimtazama kwa mshangao, ingawa moyoni alihisi maneno ya Eliora yanaweza kuwa na chembe ya ukweli. Lakini kwa nini afanye hivyo? Kwa nini rais aende mbali zaidi ya hivi? Hata kama babangu alikosea, kwa nini awe mfano wa kuonesha hadharani? Ni kwa sababu hawataki mtu yeyote akiharibu taswira ya kifamilia, Eliora alisema kwa sauti iliyokuwa ikitetemeka kwa hasira. "Victor, huu ndo wakati wa kuweza kulipiza. Tumenyamaza kwa muda mrefu sana. Mamangu aliteseka miaka yote hii kwa sababu ya mke wa rais. Alihakikisha mimi na pacha wangu Eliana tunatenganishwa tukiwa tuko wachanga, tukiwa tuko wadogo, ili mmoja wetu apelekwe kule Ikulu na kulelewa kama mtoto wa kifalme na mwingine aachwe kwenye mateso. Hiyo yote ilikuwa ni mipango yake." Hapo Victor alinyamaza, akili yake ilipiga ukelele. "Unataka kusema kwamba Eliana alitenganishwa na wewe kimakusudi, si ndio?" "Ndio Victor. Na mama yetu alipogundua ukweli, mke wa rais alihakikisha anaandaa kila kitu ili onekana amekufa. Lakini tupo hai na tupo tayari. Ushahidi wote ninao. Nyaraka, picha na sauti zinazoonyesha namna walivyopanga kila kitu. Nimekipata." Victor alitazama chini, moyo wake ulijaa hasira na kuchanganyikiwa. "Na una mpango gani sasa?" Eliora alitazama moja kwa moja machoni mwa Victor, akasema, "Asubuhi ikifika, nitasambaza hizi habari mitandaoni. Dunia nzima lazima ijue unafiki wao. Lazima wajue mama yangu hakufa kwa sababu ya ajali kama walivyodai, bali ni kwa sababu ya mipango yao ya kifamilia. Na huu ndo wakati wetu wa kuweza kurudisha heshima yetu Victor. Wameiharibu familia yako, wameiharibu familia yangu. Sasa ni wakati wao kuweza kulipa." Victor alikaa kimya kwanza kwa muda mrefu, akihisi pressure inapanda moyoni. Alijua hatua hii ingeleta mtikisiko mkubwa sana nchini, lakini pia alijua inaweza kuwa ndo nafasi ya kulinda heshima ya baba yake na familia yao. Uso wake ulionekana kujaa maamuzi mazito, lakini hakuongea tena Victor. Alibaki tu kutazama sakafu huku mawazo yakimzidia.
Eliora aliendelea kumshika mkono akimpa nguvu za kimya kimya. Wakati huo mwanamama Eva Madinda alikuwa ameketi kimya akipumua kwa shida, yaonekana kwamba kumbukumbu za zamani zilikuwa zinamtesa tena. Alikaa kimya kwa muda mrefu akimtazama binti yake iliyojaa hasira na maumivu usoni. Taa ndogo ya sebuleni ilimulika uso wa Eliora, macho yake yakiwa ni mekundu kwa hasira na huzuni iliyokusanyika kwa miaka mingi. Mwanamama Eva Madinda alipumua kwa shida na kisha akasema kwa sauti ya upole lakini yenye msisitizo, binti yangu, naelewa hasira yako. Naelewa mateso yote tuliyopitia na maumivu ya kutengwa, lakini mpango unao ndani mkubwa sana. Unafahamu mke wa rais sio mtu wa kawaida. Ana nguvu kubwa sana serikalini. Hata watu wa usalama wanamtii kama amri ya rais. Ukisambaza hizi habari, hutalipiza kisasi tu, bado utajiweka kwenye hatari kubwa. Je, uko tayari kuvumilia matokeo yake? Eliora alinyanyua kichwa na kumtazama mama yake kwa macho makali na kisha akasema, mama, hatari zipi tena zinazoweza mimi kunitisha zaidi ya haya yote yaliyotokea? Tumenyanyaswa vya kutosha mama. Tumeishi kwenye giza na kila mtu akidhani kwamba wewe ulishakufa na mimi nikaelelewa katika maisha ya tabu, ili hali dadangu yeye anaishi maisha ya kifahari kule Ikulu. Mama, siwezi kuvumilia kuona udhalimu huu ukiendelea. Na huu ndo wakati wetu wa kuweza kusimama na kusema ukweli. Mwanamama Eva Madinda alimsogelea binti yake, alimshika mikono kwa upole lakini akamwambia, binti yangu, kumbuka hii dunia ina nguvu zisizoonekana. Nimeishi muda mrefu, najua jinsi watu wa juu wanavyoweza kuangamiza mtu bila hata kumgusa kwa mkono. Ninaogopa kwa ajili yako. Ninaogopa kwa ajili ya Victor pia. Kama ukifichua haya yote, si mke wa rais tu atakayekasirika, bali hata rais yeye mwenyewe. Mnaweza mkasababisha mgogoro mkubwa zaidi, vita ya kifamilia vitakavyoweza kuangamiza wote. Hapo Eliora alionekana kuwa na msimamo mkali. Ni kama vile alikuwa anampuuza mama yake. Alijiondoa mikononi mwa mama yake, machozi yakimtiririka machavuni. Akasema kwa sauti ya kuumiza kwamba, mama, unataka niache kwa sababu ya hofu ya kuwaumiza hawa watu? Unataka niache ukweli upotee mama? Hapana. Hili si kwa ajili yangu tu, ni kwa ajili ya wewe pia mama. Ni kwa ajili ya mateso yote uliweza kuyapitia. Yule mwanamke, mke wa rais, ndiye aliyetuharibia maisha. Na Eliana pacha wangu amekuwa kimya, yani kana kwamba hakuna kilichotokea. Hebu ona, toka Victor alipomwambia kwamba mimi ni dada yake wa damu na wewe ndiye mama yetu, mbona hajachukua hatua yoyote? Hata kuuliza kama ni kweli hajafanya hivyo. Hata kuja kukutafuta hajaja. Huyo sio dada tena kwangu mama. Huyo mimi ni adui yangu. Hana tofauti na mke wa rais. We Eliora. Mwanamama Eva Madinda alishtuka kwa maneno hayo binti yake. Eliana hajakufanyia lolote? Hajakufanyia lolote moja kwa moja. Labda hajapata muda wa kuelewa haya yote. Na sio rahisi kwa mtu alioishi maisha yote akiambiwa kwamba mama yake ni mtu mwingine, ghafla tu eti ukaamini ukweli. Hapana. Lazima apate muda wa kulitafakari hilo. Maneno ya mwanamama Eva Madinda. Eliora ni kama vile alitikisa kichwa kwa msisitizo, macho yake yakiwa yamejaa machozi ya hasira. Akasema, mama, hiyo ni kisingizio tu. Kama angetaka kujua ukweli angechukua hatua. Angeniuliza, angemuuliza hata mumewe Victor, lakini hakufanya hivyo. Maana moyo wake umejaa kiburi cha familia Ikulu. Anaamini ana thamani zaidi kuliko mimi. Kwa hiyo mama, usinisisitize tena kuacha mpango huu. Kesho asubuhi kila kitu kitawekwa hadharani. Wataona na dunia nzima itaona. Mwanamama Eva Madinda kwanza alishusha pumzi ndefu. Alikaa kimya huku machozi yakianza kumjaa machoni mwake. Alimwangalia binti yake akijua kabisa hakuna maneno tena yatakayoweza kumrudisha nyuma.
Hali ya Eliora haikuwa tu ya hasira, ilikuwa ni maumivu ya miaka yote yakilipuka kwa mara moja. Hata Victor aliyekuwa amekaa pembeni kimya aliona wazi kabisa Eliora hakuwa na nafasi ya kubadilisha mawazo. Ukuta wa sebuleni ulikuwa uko kimya. Hewa nzito ilijaa hisia za maamuzi makubwa. Mwanamama Eva Madinda alijua binti yake atatekeleza mpango wake, na moyoni aliomba tu Mungu aipushe balaa hili ambalo lilikuwa linakaribia kuikumba familia yao. Naam. Asubuhi ilipofika, Eliora alikuwa wa kwanza kuamka, macho yake yakiwa ni mekundu kutokana na hasira na maamuzi magumu aliyokuwa amechukua usiku kucha. Saa 2 kamili mlango ulipigwa hodi. Wataalamu wawili wa mitandao waliokuwa wamealikwa na Eliora waliingia. Walikuwa ni vijana wa kiume wenye nyuso za kujiamini na vifaa vyao vya kisasa mikononi, laptop na simu zenye programu kali za mawasiliano. Eliora aliwapokea kwa tabasamu dogo la ushindi na kisha akawaongoza mpaka sebuleni. Mwanamama Eva Madinda ambaye alikuwa amekaa tu kimya kwenye kiti cha pembeni aliwaangalia kwa macho ya wasiwasi. Alihisi kizunguzungu, moyo wake ukibisha hodi kwa nguvu kweli kweli. Karibuni. Eliora aliwakaribisha kwa sauti ya thabiti kabisa vijana hao. Kazi yenu ni moja tu. Nataka hizi taarifa zionekane kila kona mitandao ndani ya masaa machache yajayo. Hakuna kuchelewa. Alipotoa laptop yake na kuunganisha flash disk yenye nyaraka na video, mwanamama Eva Madinda alinyanyuka ghafla na kisha akasema, binti yangu, hebu tafadhali usifanye hivi. Hizi taarifa zitavuja nchini na zitasababisha balaa kubwa kuliko vile unavyoweza kulifikiria. Mke wa rais sio mtoto wa kawaida. Ana nguvu na ana uwezo wa kufuta mtu duniani bila hata ya kesi kusikika mahakamani. Hebu usijitie hatarini mwanangu Eliora. Eliora aligeuka taratibu, macho yake yakiwa ni makali, na kisha akasema, Mama, nimekuambia mara ngapi kwamba sitokaa kimya? Wameniharibia maisha yangu, wamenichukua mbali na dada yangu, wamenifanya nionekane kama vile sikuwahi kuwepo, na zaidi ya yote walitaka wewe uonekane kama umefariki ili kukatisha uhusiano wetu na baba yetu mzazi. Hilo halitoweza kusaulika mama. Lakini mwanangu, hakuna cha lakini mama. Acha ulimwengu mzima ujue uovu wao. Naam. Wataalamu wa mitandao walibadilishana pale macho kwa sekunde chache na kisha wakaanza pale kazi yao. Laptop zilianza kuunguruma, video na nyaraka zikaingizwa kwenye mifumo ya kusambaza taarifa. Eliora aliwaonyesha kila kipande cha ushahidi, barua za siri, video fupi za mikutano ya mke wa rais na maafisa wake wakipanga njama, na nakala za rekodi za hospitali zilizoonyesha kwamba watoto wawili walizaliwa siku ile ile na mmoja aliibwa kinyemela. Mwanamama Eva Madinda aliketi tena akifunika uso wake kwa mikono. Alijua kilichokuwa kikiendelea sasa kilikuwa hakizuiliki. Badala ya dakika kadhaa, kijana mmoja wa IT alinyanyua kichwa akasema, Bi Eliora, tumeshasambaza. Ndani ya dakika chache tu kila mtu kwenye hii nchi ataona hizi taarifa. Tumeweka kwenye Twitter, Facebook, Instagram, Telegram, YouTube, TikTok na hata kwenye mitandao ya habari yenye nguvu kubwa sana. Hashtag imeanza kupanda sasa hivi. Hapo Eliora aliketi, alivuta pumzi ndefu, tabasamu la ushindi likawa limetanda usoni mwake. Huo ndo mwanzo wa mwisho wa mke wa rais, alisema Eliora kwa sauti ya chini lakini yenye uzito. Dakika 30 baadaye, hali ya nchi nzima ilianza kubadilika. Simu zilianza kulia kila kona, habari za kushtua zilianza kusambaa kama moto wa nyika. Mke wa rais afumuliwa, tuhuma za kupanga njama za kumtenga mtoto mchanga na kumficha mama yake. Eliana na Eliora sio marafiki, ni mapacha waliotenganishwa. Vichwa vya habari hivyo, kila mtu alikuwa akizungumza lake. Mitandao ya kijamii ilipuka. Watu waliweka maoni makali, wengine wakilaani Ikulu kwa kufichua ukweli, wengine wakimtetea mke wa rais wakisema kwamba njama hizi ni za kumchafua tu. Video zilisambaa kwa kasi, zikafika mpaka redioni na kwenye TV. Katika Ikulu hali ilikuwa taharuki.
Mawaziri, washauri wa rais na maafisa wa usalama walikimbizana huku na huku wakijaribu kutafuta namna ya kuzima moto huo wa habari ulioanza kuteketeza hadhi ya familia ya rais. Eliora aliyekuwa akitazama simu yake alihisi moyo wake ukipiga kwa nguvu. Kila notes mpya ya simu ilipokuja, alihisi kana kwamba amepata ushindi wa kihistoria. "Mama," alisema Eliora akigeuka kumwangalia mwanamama Eva Madinda. "Tazama mama, sauti yetu inasikika sasa. Hii ni siku ya haki." Lakini mwanamama Eva Madinda hakumjibu binti yake. Alikuwa amekaa tu kimya, macho yake yakiwa yamejaa hofu. Alihisi ya kuwa jua la leo halitazama bila dunia yao kubadilika kabisa. Msikilizaji, wakati huo tukija ndani ya ikulu, katika chumba cha mikutano, rais alikuwa ameketi kando ya meza ya mviringo, uso wake ukiwa ni mkali, macho yake yakizunguka kwa hasira. Waziri wa habari, kamishna wa usalama na mkurugenzi wa DPP walikuwa wameketi mbele yake, kila mmoja akiwa yuko kimya, akijihadhari na ghafla isiyokuwa ya kawaida. Rais alinyanyua mkono na kisha akasema, "Sasa tumefika hatua ya mwisho. Taarifa hizi za hujumu uchumi wa waziri mkuu na sasa siri za mke wa rais pamoja na hadi ya mapacha zimevujishwa mitandaoni. Siwezi kuruhusu jambo hili liendelee. Hii ni hatari kwa hili taifa." Hapo kamishna wa usalama akapendekeza hatua za haraka, akasema, "Mheshimiwa, tunaweza tukaanzisha shutdown ya mitandao kwa muda mfupi ili kuzuia kuenea zaidi kwa hizo taarifa, na pia tunaweza kupeleka polisi wa cybercrime kufuatilia chanzo cha uvujishaji huu wa taarifa." Rais alimtazama mkurugenzi wa DPP kwa macho makali, akasema, "Hili si swala la kawaida. Hatutaki tu kuchunguza, tunataka matokeo haraka. Polisi watalazimishwa kuhakikisha kila aliyeguswa na uvujishaji huu atashughulikiwa kisheria bila kujali nafasi yake." Hapo waziri wa habari alijaribu kutoa mapendekezo ya kudhibiti ueneaji wa habari kwa vyombo vya habari rasmi, lakini rais alikataa mara moja, akasema, "Hatuwezi kuruhusu mtandao wa uongo kuendelea kueneza hofu au hila. Ni lazima tuwe watulivu, lakini tuwe wakali. Sasa wapeni taarifa wa wataalamu wa cybercrime waanze mara moja kufuatilia kila mtandao na kila akaunti inayohusiana na hizi taarifa. Ni lazima tufuate kila nyota ya mwanga hadi kwenye giza. Lakini zingatieni, nataka kila hatua iwe kwa maslahi ya taifa. Hatuwezi kuruhusu uovu huu uendelee. Ukiangalia, hizi ni taarifa zilizovujishwa. Ni tishio moja kubwa mno, na sio tu kuhusu waziri wa zamani, bali ni tishio kwa familia ya rais na serikali nzima." Baada ya maafisa wa usalama kuondoka ofisini, mlango wa chumba cha rais ulifunguliwa kwa upole. Yolanda, mke wa rais, aliingia mule ndani akionekana ni mwenye hofu. Alikuwa ameshikilia mikono yake mbele ya tumbo, macho yake yakikwepa macho ya mumewe. Chumba cha ofisi kilikuwa kimya, ila hewa ilikuwa ni nzito, hewa ya hasira na taharuki. Rais alikuwa amesimama tu nyuma ya meza yake, mikono yake ikiwa imeegemea juu ya meza ya mbao ya kifahari. Uso wake ulikuwa ni mkali, mishipa ya shingo ilijitokeza na pumzi zake zilitoka kwa nguvu, kana kwamba anajizuia kulipuka kwa hasira. Alipomwona mkewe, mwanamama Yolanda, akiingia hapa ofisini kwake, alinyanyua kichwa chake taratibu na sauti yake ilitoka kwa ukali usiokuwa wa kawaida. "Yolanda." Rais alitamka jina la mkewe tena kwa ukali kweli kweli. "Unaweza kuniambia ni nini hiki kinachoendelea?" Yolanda ilibidi asogea tu chache mbele. Alijikuta akikwama, machozi yalijaa machoni mwake, lakini hakuweza kuyamwaga. Mimi mwanamama huyu Yolanda alijikuta akishindwa kumaliza sentensi. Sauti yake ilikuwa ni dhaifu, ikivunjika kana kwamba moyo wake unagonga kwa hofu. Rais alipiga hatua moja mbele yake. "Narudia tena, nataka uniambie ukweli. Zile taarifa ambazo zimesambaa mitandaoni kuhusu mwanamama Eva Madinda na hao mabinti zake mapacha, nataka kujua ukweli. Nataka kujua kila kitu." "Ina maana ya kwamba binti yangu Eliana ana pacha wake?"
nataka jibu. Haya msikilizaji, jibu gani hapo litatoka mimi na wewe hatujui. Sasa nikusihi tu msikilizaji, hebu tukutane katika sehemu inayofuata tupate majibu halisi. Mwanamama huyu Yolanda amebananishwa, aseme ukweli kama Eliana alimuiba Eliana na pacha wake. Yote kwa yote tukutane katika sehemu ya 36, mzigo mtamu wa kuitwa Sweet Love. Mimi naitwa Uncle J na hii ni Uncle J Simulizi. Patamu hapo. He he.